Bana, ukweli ni kwamba sare ambayo ameipata mnyama Simba Sports Club dhidi ya TR United ni moja kati ya mchezo ambao umevuruga kwa asilimia kubwa malengo ya klabu hiyo kwenye kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Na ukitazama pia taswira za mashabiki, lakini pia taswira za viongozi, lakini pia wachezaji mara baada ya mchezo kumalizika kati ya Simba pamoja na TRA, basi unaona kabisa namna ambavyo inaonyesha mipango yao imeharibika kwa asilimia kubwa. Mtu anaweza kazungumza tu kishabiki, lakini ukweli ni kwamba ukitazama situation namna ambavyo ilivyo kwa asilimia kubwa sana, haya matokeo yamekwenda kuathiri kuelekea kwenye ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara katika msimu wa mwaka 2025-26. Kumbuka Simba walikuwa wakimaliza viporo vyao vyote kabla ya mchezo wa siku ya leo. Walikuwa na gepu ya pointi takribani 3 tu dhidi ya wananchi Young Africans ambao wanaongoza ligi hiyo. Lakini kudondosha alama 2 kwa siku ya mechi dhidi ya TRA United, basi moja kwa moja inaongeza gepu ya pointi kufikia pointi 5, kitu ambacho sio kizuri. Kumbuka mpaka hivi sasa gepu ya pointi ni 8. Simba akiwa na mechi moja mkononi, maana kwamba tunaassume kama ikitokea ameshinda kiporo chake, basi moja kwa moja atakuwa ametengeneza gap ya pointi 5 kwenye kuelekea ubingwa. Wananchi Young Africans wanaendelea kukaa pale juu kileleni, kwenye kilele chenye baridi, kitu ambacho kinazidi pia kuinyong'onyesha Simba Sports Club kwa asilimia kubwa. Mashabiki hawaamini kile ambacho kilichotokea pale kwenye dimba la Sheikh Amri Abedi jijini Arusha baada ya mnyama kutoa sare dhidi ya TRA United. Tumeona namna ambavyo mnyama aliingia katika mchezo wenyewe. Mechi ilikuwa ngumu, lakini tumeona mnyama amepambana kadri awezavyo, lakini hawakuwa kwenye kiwango ambacho ni bora, ambacho kingeza pia kuweza kufanya jambo kubwa dhidi ya TRA United. TRA United walikuwa wako bora sana katika kila maeneo, waliwastadi sana Simba na kuweza kuona kwamba namna gani wanapaswa kuja kumzuia mnyama, na hatimaye wakafanikiwa. Tena walikuwa wanatengeneza movement nzuri kabisa kwenda kushambulia pia kwenye lango la mnyama Simba. Tuliweza kuona namna ambavyo nafasi zilitengenezwa, lakini wakakosa mabao takribani 2 mazuri kabisa ya open. Bao la mguu ambao pasi ilikuwa imetoka kwa Chobwedo, moja kati ya eneo ambalo ilikuwa ni sehemu sahihi kabisa kwa upande wa TRA United kupata bao. Lakini pia eneo la kichwa, pia mpira wa kichwa ambao tulishuhudia nafasi nzuri ya open kabisa, mchezaji alikuwa na uwezo wa kutulia na kuweza kuscore, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo kwa upande wa TRA United. Yani TRA United walifanya kila kitu dhidi ya mnyama. Mnyama anapitia mateso makali kweli kweli baada ya kutoa sare katika mchezo huu, kitu ambacho si kizuri kwenye kuelekea ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kuna kitu ambacho Simba wanakikosa, wanakosa ile kusema kwamba maana halisi ya timu kubwa ukikutana na mechi ambayo ni ngumu, namna gani unaweza ukaamua mchezo. Ndicho ambacho wanachokikosa Simba Sports Club kwa hivi sasa. Tumeona ndio mechi imekuwa ngumu. Je, aina gani wachezaji ambao wanaweza wakaibeba mechi na kuweza kuamua matokeo? Unaambiwa kwamba ili uwe bingwa lazima ushinde kwenye nyakati ambazo za kawaida, lakini pia kwenye nyakati ambazo ni ngumu haswa. Kwa upande wa mnyama hivi ameshindwa kufanya kwa asilimia kubwa, baada ya kushuhudia TRA United wamekuwa wagumu, wameziba nafasi na Simba wajaweza kutengeneza nafasi ambazo ni nyingi nzuri. Basi tuliweza kuona baadhi ya wachezaji ambao wangekuwa kwenye kiwango ambacho ni bora na kwenda kuamua mchezo wenyewe. TRA United walikuwa na mpango mkakati mzuri kuhakikisha kwamba wings za Simba zitembei, Libase Gray pamoja na
Anicet Oura, na hatimaye waliweza kufanikiwa vizuri kabisa kuhakikisha kwamba hizi wings hazitembei, lakini pia eneo la katikati kuhakikisha kwamba Simba hawapiti katikati. Wameweza kufanikiwa kwa ukubwa sana. Ni uzuni mitaa ya Msimbazi, namna ambavyo walishikwa na hatimaye wakashikika. Kuna mahali ulikuwa unatazama hususan kwenye kipindi cha pili, wakati mechi inakaribia kuisha, unatazama labda pengine mnyama anaweza akapata bao na hatimaye mashabiki wakapata furaha, lakini ulikuwa ukiangalia unaona kabisa ni uongo kwa mnyama kupata matokeo kutokana na namna ambavyo TRA United wameweza kucheza mchezo wenyewe bana. Baada ya mchezo huu tukaweza kushuhudia pia wachezaji wakiperform vizuri kabisa. Mtu kama Chobwedo ambaye ameweza kuonekana kuwa na kiwango ambacho ni bora, Kasumbulo upande wa Anicet Oura pamoja na bwana mdogo Nixon Kibabage, namna ambavyo alikuwa akipata mpira, alivyokuwa na matishio ya aina yake. Sasa mpaka kufikia hapa, baada ya hii mechi kumalizika, Simba wanahitaji kupata utulivu, wanapaswa pia kutoka kwenye reli, manake kuna namna ambavyo unaona tayari situation za mashabiki wengi wameanza kuzungumza chokochoko za hapa na pale. Sasa ni kitu ambacho sio kizuri kwenye kuelekea ubingwa. Wanapaswa kuwa watulivu, wakubaliane na hali, na wacha tu nikufahamishe kwamba kwa upande wa mnyama Simba Sports Club, kwa mara ya kwanza tokea timu imepanda ligi kuu Tanzania bara, anadondosha alama dhidi ya timu hii ya TRA United. TRA United wanapata alama moja kwa mara ya kwanza dhidi ya mnyama Simba, kitu ambacho kwake kilikuwa kipo. Mara nyingi walikuwa kukutana na mnyama Simba, basi walikuwa wanachezea kichapo. Hivyo nipongezi pia kwa TRA United namna ambavyo wameweza kufanikiwa pia kuweza kucheza hii mechi na hatimaye wakafanikiwa kuvuna alama 3. Sasa mimi nikuambia kwamba Simba msimu uliopita msimu mzima walimaliza wakiwa wametoa sare 3 tu pekee, lakini kwa msimu huu imekuwa tofauti. Wametoa sare 6 mpaka hivi sasa, kitu ambacho kinapoteza ladha ya kuelekea kwenye ubingwa, wakiwa maana kwamba wamezidi sare 3 za msimu uliopita ambao walimaliza msimu mzima wakiwa wametoa sare 3. So kitu kizuri bana. Hii ni Gift Online TV, Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu.